Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea sehemu mbalimbali kote duniani. Ghana imekataa makubaliano yaliyopendekezwa ya msaada wa afya na Marekani kutokana na masharti ya kushirikiana data nyeti za afya, kulingana na chanzo kilicho karibu na mazungumzo hayo kililiambia shirika la habari siku ya Jumanne. Uamuzi huo unaashiria changamoto nyingine kwa mabadiliko ya Washington katika sera ya misaada ya nje kufuatia kuvunjwa kwa wakala wa maendeleo wa kimataifa Marekani mwaka jana, wakati Rais Donald Trump aliporejea madarakani. Mkakati mpya wa American First Global Health Strategy unahitaji kile ambacho Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inakiita ni uwekezaji wa pamoja kutoka kwa nchi zinazopokea msaada kwa lengo la kupunguza utegemezi wa misaada ya nje na kukuza ubunifu wa afya wa Marekani kimataifa. Kulingana na chanzo ambacho kilinukuliwa na shirika la habari la Reuters, serikali ya Ghana ilipinga masharti ya kushirikiana data katika makubaliano hayo ambayo yangetoa dola milioni 109 za msaada wa afya wa Marekani ndani ya miaka mitano. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi ilipokea dola milioni 219 za msaada wa nje wa Marekani mwaka 2024, ikiwemo dola 96 milioni kwa sekta ya afya kabla ya kupunguzwa kwa misaada chini ya utawala wa Trump, kulingana na takwimu rasmi. Mazungumzo yanaripotiwa kuanza Novemba mwaka jana, lakini Accra ilikabiliwa na shinikizo kubwa zaidi wakati Washington iliweka tarehe ya mwisho ya Aprili 24 kukamilisha makubaliano hayo. Awali yalikuwa mazungumzo ya kawaida, lakini kadri muda ulivyokwenda kulikuwa na shinikizo kubwa zaidi, hasa mwishoni, chanzo hicho kilinukuliwa kikisema. Ghana imewasilisha msimamo wake kwa utawala wa Trump, kulingana na chanzo hicho. Msemaji wa serikali pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana bado hawajatoa maoni kuhusu suala hilo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema haitoi taarifa za kina kuhusu mazungumzo hayo ya pande mbili. Tunaendelea kutafuta njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi zetu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani aliliambia shirika la habari la Reuters. Hadi sasa nchi 32 zimesaini makubaliano na Washington chini ya mpango huo yenye thamani ya dola bilioni 20.6, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 12.8 kutoka Marekani na dola bilioni 7.8 kutoka nchi washirika, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Nchi za Afrika zilizotia saini ni pamoja na Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cote d'Ivoire, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eswatini, Ethiopia, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Msumbiji, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone pamoja na Uganda. Ghana si nchi ya kwanza kujiondoa kwenye makubaliano hayo. Mnamo mwezi Februari mwaka huu, Zimbabwe ilikataa pendekezo la dola milioni 367 kutoka Marekani, ikitaja masharti ya kupata data nyeti za afya, ikiwemo sampuli za virusi pamoja na taarifa za magonjwa, bila uhakika wa kupata ubunifu wa matibabu utakotokana na data hizo. Mwezi Disemba, Mahakama Kuu ya Kenya ilisimamisha utekelezaji wa makubaliano yake kusubiri kesi kuhusu usalama wa data, huku pendekezo la makubaliano ya dola bilioni 1 na Zambia likikumbwa na ukosoaji kutokana na masharti ya kushirikiana data pamoja na madai ya kuhusishwa na ushirikiano wa madini muhimu. Hii ni Habari 24 ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubofya neno subscribe ili uendelee kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea sehemu mbalimbali kote duniani. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Kote huko unatupata kwa jina hilo hilo la Habari 24 Media.